Naitwa Edita Pascali, ni mkazi wa kijiji cha Kienda, kata ya Murukurazo. Kitongoji chetu wezi wamekithiri. Kuna wizi wa mifugo, kuna wizi wa vyakula, kuna wizi wa mazao. Kwa hiyo watu kama hao kwa kweli wametukera sana. Tunaomba tushughulikiwe kwenye serikali yetu ili tuishi kwa amani, kwa sababu mashamba yapo, watu wana uwezo wa kufanya kazi, wakalima wakapata chakula ili wasiende kuwaibia watu wengine. Na huyu mama nimemsaidia mara nyingi sana. Sana. Sijawahi kukosa kumsaidia. Lakini kila ninavyomsaidia nikitoka tu nakuta amekata ndizi 5 naenda kuuza. Kwa hiyo nimekerwa na nimefikia mwisho. Kwa hiyo ninaenda kwenye ngazi za sheria ili hata watu wengine wajifunze kupitia kwake. Tumeshaweka makubaliano ya mkutano wa wanakitongoji wote kwa ujumla kwamba mtu atakayebainika ameiba au na kidhibiti kapatikana, kama kitongoji tutaweza kumvumilia. Kwa mara ya kwanza anaweza kasikilizwa, pengine wakaelewana na yule ambaye amemfanyia tukio la wizi. Lakini pia inapobidi na mfikisho kwenye vyombo vya sheria, wapeleka kituo cha polisi waweze kuadhibiwa kisheria. Lakini pia wananchi walipendekeza kwenye mkutano kwamba takapokuwa ni kama jambo limekuwa ni sugu, amekuwa ni tabia kabisa ya kuwa naiba na kuaibia watu, kwamba tutakuwa tunamfukuza kwenye maeneo ya kitongoji, ahamie vitongoji vingine au vijiji vingine, ili kuepusha adha ambayo inaweza kujitokeza kufanya mauaji kwa sababu ya hasira za wananchi wenye hasira kali. Kwa hiyo ndio hapo tulipofikia kwenye mkutano na maamuzi yanaendelea kutekelezwa kila baada ya siku. Kitongoji kama kitongoji tukaweka maadhimio kwa yoyote atakayekamatwa ameiba kitu chochote ndani ya kitongoji na ni mkazi wa kitongoji, afukuzwe, ahamie sehemu nyingine ili ajifunze na tabia hiyo. Maana unakuta mtu ni mwenyeji, ni mzaliwa wa kijiji hiki, kitongoji hiki, lakini anapofukuzwa akaenda mazingira mengine ambayo si pale anapozaliwa, anajifunza, anakuwa mtu mwema. Ndio maana tukaamua kuchukua hatua hizo, lakini tumeshachukua baadhi ya hatua, wengi wameshafukuzwa na mahali waliko taarifa tunazipata wanaendelea vizuri na wizi walishauacha. Kwao sisi kama wananchi wa Kienda tunasisitiza kwamba serikali tusaidie pale ambapo tutakapokuwa na changamoto ya wizi, tunapowakamata na vidhibiti, wakifika kule polisi wawapeleke mahakamani ili wahukumiwe, wajifunze.